Mechi nzuri. Ilikuwa mechi hasa ya Simba na Yanga. Ndio. Na dalili nzuri ya jinsi ambavyo ushindani utakuwa mkubwa kwenye msimu mpya kwenye mashindano yote. Kwa hivyo ilikuwa mechi nzuri, wamegongana sana, mshindi amepatikana kihaki, wamegongana ile mbaya. Kweli? Kabisa. Okay, mheshimiwa, na unazungumzaje usajili wa striker namba 9 wa Simba? Dumbia. Kama mtu wa michezo. Unazungumziaje usajili? Bado nahitaji kumuona mechi kadhaa nyingine nitasema. Kwa mechi ya leo naona hakuwa kwenye mechi ile kitu moja kwa moja jinsi ambavyo pengine ungetaka wewe kama mpenzi wa Simba. Lakini anastahili kupewa nafasi ili tuone nini kitatokea huko mbele ya safari. Okay. Ukiwa kama shabiki wa Simba, unadhani ni kitu gani ambacho Simba anapaswa kwenda kukifanyia marekebisho kwa haraka? Sasa hapo utakuwa unanifanya mimi kama mwalimu. Mwalimu anajua siwezi kujifanya na utaalamu huo. Wewe unaweza ukawa unaona wamecheza vizuri sana mwanzoni, baadaye yani mshindi amepatikana kwa namna ambayo mpira una matokeo siku zote, lakini ilikuwa mechi nzuri. Hakuna timu imekuja kizembe leo hapa na wote tunakiri. Okay. Na mechi leo tumeamua kuita Kizimkazi Derby kwa sababu ya event. Good one. Ni good one. Organize. Kwa sababu ya event ambayo inaendelea na kesho. Naomba utumie nafasi hii kualika mashabiki wa Simba kesho wasije wakakosa burudani. Kama mkosa burudani leo hapa, kesho tuna burudani kubwa sana pale Kizimkazi. Naomba nifanye mambo mawili. Kwanza niseme kwamba mechi ya leo naamini tumefanikiwa sana. Tumefanikiwa kwa mambo mawili sisi kama wasimamizi wa mchezo huu. Moja, umeona kwamba tumefanya video assistance imetumika leo hapa. Lakini watu wanasema hawajaona. Imetumika. Moja, hilo ni jambo lingine. Hilo la kwanza, lakini jambo la pili ni kwamba mfumo wa mapato uliotumika kwa watu kuingia uwanjani, kukata tiketi na kuingia uwanjani ni mfumo ambao tunafanyia majaribio kuona kama tunaweza kutumia kwa ajili ya AFCON. Ni mfumo ambao ulitumika kwenye AFCON iliyopita uliofanyika Morocco, na naweza kukwambia sasa hivi kwamba mpaka mara ya mwisho naangalia idadi ya tiketi na fedha zilizoingia zilikuwa takriban milioni 240 na kitu, ukilinganisha na mechi ya mwisho ya Yanga na Simba kwenye uwanja huu Amani ambayo iliingiza milioni 27. Kwa hivyo unaweza kupata picha jinsi ambavyo tumefanikiwa. Kwa hiyo mambo mawili kwenye maamuzi yetu, kwa sasa hivi tuna usaidizi wa video, lakini kwenye mapato tunafanyia majaribio mfumo ambao kwa hali yoyote utakuja kutumika katika siku za usoni kwenye mashindano mbalimbali yakiwemo ya AFCON ambayo tunaiandaa kwa kushirikiana na Kenya na Uganda mwakani. Jambo la pili, naomba niwakaribishe sasa. Hii inaitwa Kizimkazi Derby ya safari hii, japokuwa kwa kawaida ni Kariakoo Derby. Kesho kuna tamasha la Kizimkazi, limekuwa likiendelea kwa siku kadhaa hizi, lakini kesho ndio usiku wa mkesha wa tamasha la Kizimkazi ambao utakusanyisha wasanii wengi ambao wangependa wapenzi wa muziki kuwaona. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwakaribisha. Utakuwa usiku mzuri ambao mgeni rasmi atakuwa Mheshimiwa Rais, na kutakuwa na idadi kubwa ya wasanii, kwa hivyo kutakuwa na burudani za kutosha. Burudani imeanza leo, tumeona mpira mzuri regardless ya matokeo yamekuwa mazuri kwako wewe ni Yanga ama yamekuwa mabaya kwa vile wewe ni Simba, lakini kesho burudani itaendelea kule Kizimkazi. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwakaribisha sana. Asante. Hatujakuona kwenye lineup. Kesho tumekuona stadium. Sasa mimi si ndo waziri mwenye dhamana hiyo, kwa hiyo sio jambo gumu. Asante.